Kwa majina naitwa Dr. Oscar Ottoman, ni daktari bingwa uchunguzi magonjwa ya saratani na vivimbe katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando, lakini pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha sayansi za afya shirikishi KUHAS Bugando, idara ya patholojia. Huduma za afya za kibingwa za patholojia ni huduma ambazo zilikuwa muda mrefu, lakini kwa sasa zimeongezeka nchini, na hii ni kutokana na changamoto kubwa ya ongezeko la wagonjwa wanaodhaniwa na shida ya saratani. Kwa hiyo idara yetu ya patholojia inachofanya ni kuweza kugundua na kutambua chembechembe zilizosababisha uvimbe ambao either tutasema ni saratani au ni uvimbe wa kitu fulani. Kwa hiyo sisi katika idara yetu ndio tunahusika katika kuchunguza na kutoa ugonjwa fulani. Katika aina mbalimbali za hayo magonjwa, asilimia kubwa huwa ni magonjwa ya saratani. So huduma hizi sana sana zinapatikana katika hospitali za rufaa, lakini tunaishukuru serikali kwa kuweza kutanua wigo, kuongeza wataalamu wa madaktari bingwa waliobobea katika kufanya uchunguzi wa vivimbe na saratani, nazo zimeanza kutanuka. Lakini huduma hizi kwa hospitali yetu ya rufaa Kanda Bugando tukilinganisha kwa nchi nzima ni kama hospitali ya pili baada ya Muhimbili, kwani tuna uwezo wa wastani wa kuangalia sampuli 7,000 ambazo zinakusanywa hapa Bugando na mikoa 7-8 ya kanda ya Ziwa, ambako sisi kazi yetu ni kuweza kuchunguza na kutoa ugonjwa uliosababisha kuvimba kwa tishu au nyama ya binadamu ni nini. Lakini ukiachilia mbali huduma hizo, kuna huduma za kibingwa za kutambua antibody au proteins mbalimbali specifically kuweza kusema kwamba ni saratani gani. Kitaalamu tunaziita huduma za immunohistochemistry. Huduma hizi kwa kanda ya Ziwa zinapatikana hapa Bugando peke yake, na lengo kubwa zinakuwa zina kazi mbalimbali. Mojawapo ni kuweza specifically kutambua zile chembe na kusema ugonjwa ni upi kwa njia kama ni kuconfirm, lakini pia kwa saratani, mfano saratani ya matiti zenyewe zinasaidia kuweza kujua ni aina gani ya dawa ambazo zile seli za saratani zinaweza zikafubazwa. Tunaita kama immune targeted therapy. Kwa hiyo mfano kwa wagonjwa wa saratani ya matiti huwa tunafanya hizo breast markers zinaitwa ER, PR, HER2, Ki67 ambazo zenyewe zinasaidia kuweza kujua aina ya matibabu. Mfano mgonjwa wa saratani ya matiti atakaye express hiyo breast marker ya ER atapewa matibabu yanaitwa tamoxifen, na haya yanampunguzia matibabu ya chemotherapy ya ujumla ambayo yanaweza kaleta madhara mbalimbali, lakini pia yakashindwa kufubaza zile seli. Kwa hiyo yanaongeza yanaongeza prognosis pamoja na survival rate ya huyo mgonjwa wa aina fulani ya saratani. Kwa hiyo katika hizo huduma za immunohistochemistry au za antibodies tunakuwa tuna panel za antibodies kwa Bugando. Mpaka sasa tuna hizo panel zaidi ya 30 ambazo zinatumika katika utambuzi, kujua aina ya matibabu, lakini nyingine zinasaidia kuweza kudetermine prognosis ya mgonjwa. Huduma nyingine ambazo tunazitoa katika idara yetu ya histopatholojia ni huduma za cytolojia, ambazo hizi huwa tunazitumia kuweza kugundua magonjwa mbalimbali kwa upande wa seli, yani cytopathology. Mfano katika kufanya screening ya kansa ya shingo ya kizazi ambayo ndio nambari 1 ya saratani inayosumbua hapa nchini Tanzania kusababisha vifo vingi. Kwa hiyo tunafanya inafanya procedure ya pap smear. Chembechembe za seli katika shingo ya kizazi zikishakusanywa, kwa sisi tunaziangalia kusema kwamba hizo seli zina uelekeo kubadilika kuwa saratani au la. Lakini pia katika huduma za kicytopatholojia huwa tunaangalia huduma za wale watu wenye matatizo ya uzazi,
seminalisis kwa wanaume, lakini pia hormone profiles kwa wanawake, na kuweza kujua kwamba wanaweza kuzalisha au wanaweza kuzalisha, lakini vivimbe vyote ambavyo vinavyoonekana kwa macho, lakini vile ambavyo havionekani kwa macho vinavyotokea katika viungo mbalimbali vya ndani ambavyo vitaonekana kwa mionzi na kuweza kujulikana aidha shida ni nini, pia tunazitoa katika idara yetu ya histopatholojia. Huduma za mwisho, huduma nyingine za kibingwa ambazo zinatolewa ni uchunguzi wa sababu za vifo au postmortem examinations, ambazo hii tunashirikiana na jeshi la polisi katika medical legal cases kuweza kugundua nini kimepelekea marehemu kufariki. Kwa hiyo hizo ni huduma ambazo zilikuwepo, lakini kwa sasa kutokana na changamoto ya ongezeko la vifo visivyojulikana, pia idara yetu ya histopatholojia inahusika moja kwa moja. Kwa hiyo rai yangu kwa watu mbalimbali, kwa wananchi, mtu yoyote mwenye kivimbe ambacho kina zaidi ya wiki 2 na hajui shida ni nini, lazima hakikishe ajue kwamba changamoto ya kivimbe ni nini. Yaani huo uvimbe au kidonda kisichopona kimepelekea nini, sababu kubwa. Inaweza ikawa ni saratani, lakini pia kuna magonjwa mengine mbalimbali ambayo sio saratani na yanaweza kupelekea hiyo hali ambayo yakiachwa yanaweza kuleta changamoto kubwa. Mfano kuna hata mtu mwenye shida ya TB inaweza ikatokea sehemu yote ikaleta shida, ikapresent kama saratani, lakini sisi unapopata shida za namna hiyo ikachukuliwa sampuli ya nyama na kupimwa, itasaidia kuweza kujua shida yako ni nini na kuweza kupata the proper treatment ya changamoto inayokusumbua. Asanteni sana.